Bwana, karibu sana mtazamaji wa Rick Media. Mimi ni Sostenes Ndunguru, nyuma ya kamera yuko Juma Koba. Bwana, muda huu niko na mtaalam Hans Raphael. Huyu bwana ni mchambuzi wa soka lakini ni mtu mzuri sana kwenye tetesi za usajili. Nataka tuzungumze naye kipindi hiki ambacho tunaelekea dirisha dogo, na Hans Raphael tayari ameshaanza kutupa nyepesi. Lakini tunazungumza pia kuelekea na Young Africans ambaye anashiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia mnyama Simba. Hans Raphael atatupitisha kiufundi. Anaamini kwenye michezo yao ya kwanza wanakwenda kupata matokeo. Hans, uko vizuri? Namshukuru Mungu. Bwana, mambo yanakwenda? Mungu ni mwema. Afya imerudi mahala pake? Ya, inshallah. Bwana Hans, bila kupoteza muda, nataka tugusie kwenye baadhi ya tetesi ambazo nimeona umeziandika kwenye kurasa zako za mitandao ya kijamii. Kuanzia juzi uliandika Young Africans kuhusishwa na mshambuliaji Thaddeus kutoka Stade Malien. Anatajwa kwenda kwenye kosa Young Africans. Hiki ambacho umekiandika ni kweli kinaweza kikatokea kwenye dirisha dogo linalokuja? Ya, Thaddeus Nkenge ni miongoni mwa washambuliaji wazuri ambao wanafanya vizuri sasa hivi Mali, akiwa na Stade Malien. Huyu ni mchezaji wa zamani wa FC Porto, timu za vijana. And then tumemwona anakwenda Sweden na baadaye akaenda kucheza Carabobo ya kule Colombia. Ni moja kati ya wachezaji ambao wamekulia kwenye misingi sahihi ya soka. Bado ni mdogo, miaka 25. Lakini kama unavyojua kuna vijana wengi Afrika ambao wamekwenda Europe kutafuta maisha na baadaye wakarejea. Hata Pacome mwenyewe maisha yake yameanzia Ulaya, lakini akaja kujikuta Yanga na sasa hivi tunamuimba. Lakini ukimtazama Stephane Aziz Ki, maisha yake nadhani ameanzia Rayo Vallecano ya Spain, lakini baadaye tumemkuta Afrika. Kwa hiyo vijana kwenda Europe kupata mafunzo na kutafuta maisha na baadaye kurudi nyumbani, sio kama hawana uwezo wa kucheza kwenye ligi yetu, kwa sababu wanakuwa wamefundishwa vitu vingi huko nje. Kwa hiyo wakirudi nyumbani wanaweza kuja kuwa na kitu cha tofauti. Nkenge ukimtazama kwenye mechi zilizopita za Stade Malien kwenye qualification alifanya vizuri sana, na mechi ya mwisho alitupia mabao mawili. Kwa hiyo Yanga wanatafuta mshambuliaji mwingine, na tunajua president wa Yanga alisema kwamba mwishoni mwa msimu huu kuna uwezekano mkubwa kamuuza Mzize. Kimtazama Thaddeus ni versatile kama ilivyokuwa Mzize, kwamba anaweza kucheza maeneo yote matatu ya mbele. Anaweza kucheza kama left winger, anaweza kucheza kama number 9, anaweza kucheza kama right winger. Kwa ni kama Mzize fulani. Kwa hiyo inawezekana wanaangalia pale Dube anasuasua, Mzize anaondoka, lakini pia ukimwangalia Boyeli anasuasua, why not Januari tusimpate mshambuliaji? Na maana juzi nimewambia kwamba Thaddeus Nkenge, nyota wa Cameroon ambaye anakipiga Stade Malien, yuko kwenye rada za Yanga. So ni kusubiri muda ufike, lakini pia kuendelea kufuatilia peji zetu na mitandao yetu ya kijamii, kwa sababu sisi tupo kwa ajili ya kuwajuza watu ni kitu gani ambacho kinaendelea. Hii inatoa ishara ya kwamba tayari Young Africans wamekata tamaa kwa Prince Dube na Andy Boyeli. Sijajua, lakini wewe mwenyewe ukiangalia performance za hao wachezaji wawili, kuna namna unahisi kwamba Yanga wanahitaji kupata mshambuliaji mwingine ambaye atakuja kuwasaidia. Na ili upate mshambuliaji kuna mwingine unaweza ukamuondoa. Kwa hiyo nakuwa na mashaka na maisha ya Dube na Boyeli pale Yanga kama wana maisha marefu, kwa sababu hawaperform vizuri. Umeona katika moments kama hizi watu wanatarajia uwape magoli, uwape utulivu, uwape assist, lakini ndio kipindi ambacho Dube na mwenzake wanafanya vibaya sana. I don't know ni kitu gani ambacho kimewakuta, lakini kimsingi naona pia kuna nafasi ya Yanga kwenda kusajili mshambuliaji mwingine katika dirisha dogo. Sawa, kwa kumalizia hapo, kama watamsajili huyu Thaddeus na pia niliona kwako uliandika yao kwa Otoula atarejea dirisha dogo. Maana Young Africans watakuwa na kibarua cha kuwakata wachezaji wawili wa kigeni. Kwako wewe, kwa mtazamo wako, kwa haraka unadhani nani na nani kwa wepesi unaweza kuwakata ili hawa wawili waweze kuingia? Binafsi nadhani hilo sio jukumu langu mimi la kusema nani akatwe. Lakini nadhani Yanga watakaa chini, wataangalia research yao, wataangalia ni nani ambaye anaperform vizuri na nani ambaye haperform. Nadhani kama kuna wakati mzuri ambao Yanga wanaweza kuwa nao wa kukata wachezaji wa kimataifa ni huu, kwa sababu kuna wachezaji wengi sana ambao hawaperform. Huu wakati ni wakati mzuri. Ni wakati yani hawaumizi kichwa. Kwa sababu ukimwangalia Boyeli wamemleta kwa mkopo. Kwa hiyo wanaweza kugamba kwamba okay, Boyeli kaa pembeni. Ukimtazama Dube haperform, mtu anaweza akariski. Bala Conte kwenye midfield ni mchezaji mzuri lakini hachezi. Kouma ana struggle, ni mchezaji mzuri ana struggle.
Kuna kina Frenkie Asinki hawachezi. Yaani kwa hiyo ukiangalia quality aliyokuwa nayo kwa Sotola yao, kaangalia pia Nkeng kitu ambacho anafanya, kama unawasajili hakuna namna utawaacha nje. Itabidi uafload wachezaji ambao wafanye vizuri and then uangalie nani ambaye anaingia ili kuisaidia timu, kwa sababu timu kubwa kama Yanga yani huwezi kumwacha mchezaji kwa urafiki. Inabidi mchezaji afanye kazi vizuri. Kama haperform then unaangalia sehemu nyingine, kwa sababu timu zetu hazina project za muda mrefu. Viongozi wako under pressure, makocha wako under pressure, muda wote ni matokeo mazuri yanahitajika. Kwa hiyo nadhani Yanga anaweza kuwa na wakati mzuri sana wa kufanya maamuzi sahihi katika dirisha dogo na kuingiza watu ambao watawasaidia. Sawa, jana umeandika kuhusiana na Faisal Salum akihusishwa kuondoka, anahitajika kule Libya. Kwa namna ambavyo umeona ofa jinsi ilivyo kubwa, kuna uwezekano mchezaji akaendelea kusalia Azam? Unajua issue iko complicated kidogo. Libya sasa hivi kuna pesa chafu sana inamwagwa. Yaani kuambia Al Ittihad, Al Ahly Tripoli, sijui Al Nassr, kuambia watoe dola milioni 5 kwa mchezaji ni kama pesa ya mboga kwao. Yaani wameenda wamechukua kina Mabululu huko, chukua kwa pesa nyingi sana, wanawalipa mahela mengi sana. Wanataka kuifanya ile ligi kuwa kivutio barani Afrika. Unajua kuna kipindi hapa soka la Libya lili drop. Lakini kama ambavyo wanafanya labda wa Saudi Arabia kwamba wanaipromote ile ligi ili upate wachezaji wazuri unamwaga pesa, ndicho ambacho wa Libya wanakifanya. Tumeona Al Ahly Tripoli wameleta ofa kibao kwa watu kama kina Clement Mzize, kina Fabrice Ngoma, mahela mengi ambayo wewe mwenyewe ukiangalia unaza Libya hakuna mpira, lakini hii pesa mimi naiacha vipi? Kiuhalisia ni kwamba ofa ya kwanza iliyokuja Azam mwezi wa 9 ilikuwa ni dola 800,000. Azam wakawaambia Tripoli kwamba hii pesa ni ndogo, nendeni muongeze. Jamaa wameidouble mara 2. Tunazungumza dola milioni 2 ofa ambayo ipo mezani. Pesa nyingi sana. Pesa nyingi. Na wamemuofa Fei sign on fee hela nyingi sana, na mkataba miaka 3. Kwa hiyo ukichukua ile sign on fee ambayo inakadiriwa kwa bilioni 7 kwa miaka 3 plus mshahara wa miaka 3 kama atakuwa amecheza, ni tunazungumza zaidi ya bilioni 10 kwa mchezaji wa Kitanzania kwenda kuingiza bilioni 10 ndani ya miaka 3. That's a huge amount of money. Pesa nyingi sana. Lakini sasa tujiulize, Azam wako tayari kuuza? So ingekuwa ni easy, Azam kama wangekuwa wametolewa michuano ya kimataifa, wangeweza kugambo bana, tupeni hiyo bilioni 2, tupeni hiyo bilioni 4.8 kwa maana ya dola milioni 2 tuachie Fei. Lakini moja kati ya timu zenye viburi ni pamoja na Azam kwenye hela na wakiwa wanamtaka mchezaji wao. Unajua sasa hivi Fei analipwa shilingi ngapi Azam? Fei anachukua milioni 50 take home. Yaani baada ya makato sijui yani CCF, Fei anaingiza 50 million nyumbani kila mwezi. Ana ubalozi wa makampuni ya Azam pale. Amepewa gari zuri. Amepewa sign on fee milioni 800 mkataba ambao ameongeza. Hani unajua tunazungumza Fei, unajua ndo mchezaji anayelipwa hela nyingi kwenye hii ligi. Kwa hizi namba ambazo unazungumza, manake huyo ndo mchezaji ambaye analipwa sana. Na taarifa nilizonazo Azam walikuwa na mpango wa kumuongezea mkataba mwingine mwezi wa 12. So mwishoni mwa msimu uliopita alikuwa amebakiza mkataba mwaka mmoja. Azam wakamuongezea mmoja mwingine. Kwa hiyo kwenye ule mmoja tayari ametumikia, anaelekea miezi 6, ina maana anaelekea kukata nusu. Kwa hiyo ukiangalia sasa hivi ana mkataba mwaka mmoja labda na miezi 7 na Azam. Sasa mwezi wa 12 wa Azam walikuwa na mpango wa kumuongezea mkataba mwingine. Akina pesa kama ni miaka 2, mwaka mmoja au 3. Means pesa ingeongezeka. Kwa hiyo Fei alishaingiza zake sign on fee milioni 800 kutoka Azam, akaongeza mwaka mmoja. Na take home anachukua milioni 50 baada ya uchafu wote kukatwa. Wa Libya wamekuja na mzigo mrefu sana na mkataba wa miaka 3 wamemwekea pale. Sasa inadependi na Azam wao wanataka nini. Azam wakiangalia huyu mchezaji bado tunamhitaji na atakiwa kutusaidia kimataifa,
anaweza kumwambia Fei baki. Guys, wazungumza yule ni mzee Balesa. Kama sio tajiri namba 1 nchini, basi ni miongoni mwa matajiri wakubwa nchini. Understand? Sometimes matajiri anaweza kukwambia okay, unataka nini Fei? Saini mkataba mwingine, baki hapa, hamna kwenda Libya. Kwa mimi ninachojua, Fei kama haendi Libya, mkataba mpya atakao saini na Azam utakuwa ni, tunasema ni funga kazi. Kufuru. Itakuwa ni kufuru. Kwa sababu unanikataza mimi kwenda kuchukua mzigo mrefu. Inabidi unipe. Inabidi unipe ili nibaki. Kwa Azam wako kwenye situation kama hiyo, inaweza kuwa ni ngumu kwao na inaweza kuwa ni nyepesi kwa sababu wanaye bosi ambaye ana pesa mingi sana. Kwa hiyo sasa hivi kinachoendelea ni vita ya mabosi, ni vita ya mataikon. Wa Libya wana hela, tajiri anayemhoun Fei naye ana hela ndefu sana. Kwa tusubiri tuone. Sawa.